Nachukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuteulia mwenyekiti wa bodi ya korosho, Mheshimiwa General Alois Mwanjile. Kwa kweli ni mwenyekiti mzuri sana. Sisemi kwa sababu umeteuliwa hapa, na ukweli mchakato ulishaanza kabla sijaingia wizarani, lakini tumefanya kazi wote nikiwa Wizara ya Maliasili na Utalii. Korosho imepata mwenyekiti barabara. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti, na kutakia kila laheri, na washukuru sana wajumbe wote kwa kukubali uteuzi wa kuhudumu kama wajumbe wa bodi ya korosho. Mmetukubalia na tunawatakia kila laheri katika kazi kubwa iliyoko mbele yenu. Naomba nichukue fursa hii kabla ya kusema zaidi, niwatambue wadhamini wa mkutano huu ambao wamejitolea kufanikisha mkutano huu. Kwanza mmeambiwa NMB ndio mdhamini mkuu. NMB yuko wapi? Na kushukuru sana. Naomba upeleke shukrani zetu kwa mwenyekiti wa bodi na mtendaji mkuu Ruth Zaipuna kwa kutunga mkono. Wadhamini wengine UTT AMIS, Umoja Fund wako hapa. Mko hapa Si wao ni? Pamoja na kama hampo, lakini nawashukuru sana. NIC Insurance tunawashukuru sana. PAS Bwana Kaduma, hongera sana kwa kuteuliwa kwa kazi hii na tunashukuru sana. Tanzania Agricultural Development Bank, asante sana. Nawashukuru sana CRDB Bank, shukrani nyingi sana. Benz Agrostar, asante sana kwa kutunga mkono, na Bajuta, nadhani Bajuta International, asante sana kwa kutunga mkono. Kwa hiyo ningependa kwa niaba ya wadau wote kutoa shukrani za dhati kwa kuungwa mkono na wadau kufanikisha mkutano huu. Mheshimiwa wadau, sisi wote hapa tupo kwa ajili ya kuendeleza zao la korosho. Na namna pekee ya kuendeleza zao la korosho ni kuwa watumishi wa wakulima wa korosho. Na nafurahi kwamba katika idadi ya waliohudhuria hapa, nadhani walio wengi hapa ni wakulima. Hebu tunyoshe mkono wakulima wa korosho. Asante sana. Asante sana. Na nimepata fursa ya kuongea na bodi kwa muda mfupi kuwaamkua, kwa sababu hatujapata kukutana kama bodi, na tumekubaliana, tumezungumza hilo kwamba jukumu letu kubwa ni kutumikia wakulima wa korosho. Jukumu letu sio kutumikia serikali, sio kutumikia halmashauri, sio kutumikia mtu mwingine yote, ni kutumikia wakulima wa korosho. Kwa sababu tunapomfanikisha mkulima wa korosho, ndimo halmashauri itapata inachohitaji, serikali itapata tunachotaka kama fedha za kigeni na kadhalika, na wadau wengine wote, wasafirishaji, wabanguaji, na kila mmoja atapata kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo jukumu hilo tutalichukulia kwa makini kama wizara kwa kushirikiana na bodi, na nataka wadau wote na mazungumzo yetu yote tutakayofanya hapa, lengo letu tulenge kwenda hasa kwa yule mkulima ambaye analima. Na tukiweza kufanya vile itatusaidia sana, kwa sababu ukitaka kuondoa umaskini na kunyanyua maisha ya Watanzania walio wengi, hakuna njia rahisi ya kufanya hivyo kama kuboresha sekta ya kilimo, kwa sababu inaajiri takriban 60% ya nguvu kazi yote hapa nchini. Kwa tukihakikisha kwamba maisha yao yanakuwa mazuri, tutakuwa tumenyanyua watu wengi sana hapa nchini. Na upande wa korosho ni zao maalum, kwa sababu mikoa hii hasa Mtwara hapa, kienda na Lindi na Ruvuma, ilibeba mzigo mzito wakati wa kupigania uhuru kusini huko Mozambique. Na miundombinu huku imekuja vizuri sana, lakini haikuwahi kufika mapema. Kuna umbali kutoka hapa kwenda mpaka makao makuu ya nchi. Kuna wakati watu walikuwa wakipangiwa kufanya kazi huku, walikuwa na sita kuja kwa sababu hawajui watarudi vipi. Kwa hiyo tuna wajibu sisi kutoa upendeleo maalum kwa korosho, kwa sababu tunahitaji nchi yetu maendeleo yasambae maeneo yote kwa aina inayofanana. Kwa sisi kama tunataka kuhakikisha tunavuta maendeleo ya Mtwara na Lindi na maeneo haya, njia nyepesi na haraka sana, ukiacha vitu vingine vyote ambavyo ni muhimu, lazima tulisimamie zao la korosho vizuri, ili wakulima wa huku wanufaike, tuweze kunyanyua maisha ya Watanzania wenzetu, kuhakikisha kwamba nchi hii inaendelea. Kila mkoa, kila wilaya, kila kijiji, kila mtu anakuwa na fursa sawa kabisa za kufaidi matunda ya nchi yetu. Kwa hilo tutalifanya. Na katika kuwatumikia wakulima, kazi zetu kubwa kwanza ni kupambana kupata bei nzuri ya zao kwa namna ambavyo tutakavyoweza katika soko, na ili nitalizungumza kidogo baadaye.
Tunahitaji kuboresha huduma za kilimo zimfikie mkulima. Sisi tunajua kwamba ili uweze kufanikisha kilimo chochote kuna utaalamu ambao lazima tufikishe kwa wakulima. Hawezi mtu mwenyewe mkulima akautafuta utaalamu ule na kuchukua. Ni jukumu la serikali, jukumu la halmashauri, ni jukumu la bodi za mazao kuhakikisha kwamba huduma zile zinakwenda. Na sisi tumejipanga kuboresha huduma za ugali nchi nzima, ikiwa ni pamoja na maeneo ambayo tunalima korosho. Tunataka taaluma ambayo tumepata pale na Liendele, ambayo tumepata kutoka kwa wataalamu mbalimbali, itengenezwe vizuri, ipelekwe kwa wakulima. Na hapo lazima niwasifu sana bodi ya korosho kwa jitihada ambazo mnaendelea nazo kwa kushirikiana na taasisi yetu ya utafiti ya TARI, kuhakikisha kwamba tunawafikia maafisa ugani na maafisa ugani wetu wanafanyiwa mafunzo rejea ili wao waweze kutoa utaalamu mzuri kwa wakulima wetu. Kazi hiyo tutaisimamia iendelee na kuiboresha zaidi. Jana nimeona katika tafiti zetu mafanikio makubwa ambayo tunayo katika kituo chetu pale. Tunahitaji yale matunda ambayo wanasayansi wetu wameshayafanya, sasa tuyachukue tuyapelekee wakulima wetu waende mbele. Tunahitaji sana kuhakikisha kwamba tumejipanga vizuri katika kutoa pembejeo kwa wakulima. Mwaka huu tumeanza vile vile na tumeona ukulima kupanda na kushuka kwa zao la korosho kunaendana na kuyumba kwa sera zetu za kilimo, sera zetu za maendeleo vijijini. Jana tu wakati nakuja kwa gari nilikuwa naendelea kusoma kitabu cha Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi. Na shauri mkisome kile kitabu. Kwanza kitabu kina hadithi njema, unafurahia kukisoma. Hasa kwa ajabu tu wakati nakaribia hapa nikakuta wakati nazungumza swala la mambo ya ujamaa vijijini na kuorganize watu katika vijiji na athari zake. Kwenye kile kitabu akasema kati ya maeneo ambayo tuliathirika sana ni korosho. Kaeleza vizuri sana kwamba tulikuwa wangapi duniani katika uzalishaji wa korosho. Sasa watu walivyohamishwa kukusanywa kwa nia njema na tena nia nzuri sana, lakini matokeo yake tukaanza kuyumba kwenye korosho. Tukakopa Benki ya Dunia, tukaanzisha viwanda vya korosho. Kuna viwanda tulivyoanzisha hapa havikuwahi hata kuwashwa tangu viingia hapa nchini. Nilikuwa nalijua hilo, lakini nimelisoma sasa kwa rais wa awamu ya pili kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunajua sera zinagusa sana matokeo ya kilimo cha korosho. Kwenye hilo ambalo ameelezea Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, lakini tumeliona sera yetu inayotupelekea namna ya mkulima kupata pembejeo inaathiri sana mazao. Tuliona mazao tuliyapata mengi zaidi, takriban tani 300 na ushe, kwa sababu ya sera ya ugawaji wa pembejeo tuliokuwa nayo. Tukaibadilisha ile sera, matokeo yake uzalishaji wa korosho ukashuka. Kwa hiyo tuna hazina ya historia ambayo lazima tujifunze. Tulikosea nini huko nyuma na tutajisahihisha kuhakikisha kwamba ugawaji wa pembejeo unafanyika kwa namna ambayo inamfaidisha mkulima ili alime zaidi, apate zaidi na kila mmoja atapata zaidi. Hilo natoa ahadi kwenu kama wizara kwa kushirikiana na bodi, na tutafanya kazi na vyama vya ushirika kuhakikisha kwamba kwenye pembejeo tunaenda vizuri. Mwaka huu tumejaribu kutafuta ile formula ambayo tuliifanya tulifikia tani 3000. Lakini ilikuwa na changamoto za hapa na pale. Kwa sababu tulienda kwenye mabenki, tukaanza kuzungumza, kukawa na maneno, tukazungumza kidogo, tukachelewa kidogo. Tukaanza kutoa pembejeo. Nyingine zimechelewa kidogo. Sasa hivi tunaenda vizuri. Pamoja na changamoto hizo, sasa hivi ugawaji wa viuatilifu vya maji tumetoa karibia lita milioni 1. Haijawahi kutokea katika historia ya korosho hapa nchini kwamba wakulima wameweza kupata kiasi hicho cha pembejeo. Kwa hiyo pamoja na kaucheleweshaji ambao kalikuja, ambapo sasa hivi tunakamaliza na Mwenyezi Mungu atusaidie, mwezi wa 8 hatujapata athari kubwa sana ya mvua, tunaenda vizuri. Hili somo nalo tumelichukua tunapoenda msimu mwingine. Bodi imejipanga vizuri. Utaratibu wa pembejeo utaanza mapema zaidi ili kuhakikisha kwamba kweli tunaongeza uzalishaji wa korosho. Kwa hilo ndio kazi yetu ya kumtumikia mkulima. Yale ambayo lazima sekta ya umma ifanye ili mkulima aweze kufaidi katika kilimo chake cha korosho. Tutaendelea na jitihada, na mwenyekiti na kushukuru, tutaendelea na jitihada za kusajili wakulima ambazo bodi imekuwa ikifanya, na tunaomba ushirikiano wa viongozi wote. Tunahitaji tujue wakulima wote wa korosho, tujue wana miti mingapi na iko sehemu gani. Itatusaidia sana katika kugawa pembejeo. Utaratibu wetu wa kugawa pembejeo wakati mwingine unakuwa na changamoto kwa sababu hujui nani ana nini, nani anastahili kupata nini. Na hata hii tunayogawa tunajua kuna changamoto humo ndani. Yuko anayezichukua hana shamba la kutosha,
anaenda anauza pembeni huko. Sasa hiyo ni changamoto ambayo baadaye tutalimaliza tu. Kwa hiyo taratibu wa kusajili ambao inabidi utumie vile vile kilimo ambayo tunayo pale wizarani, tutaendelea nayo kwa nguvu moja pamoja na board. Vyama vya ushirika tunaomba tusaidiane, tuwatambue wakulima wote wa korosho, ili wakati tutakapokuwa tunarahisisha zaidi upatikanaji wa pembejeo, tuhakikishe kwamba kweli namfikia yule ambaye anahusika, ananufaika nayo, na tunaongeza uzalishaji wa zao letu. Sasa kingine kikubwa ambacho ningependa kuzungumza, na ninakizungumza kila siku na naomba msichoke, ni kwamba katika kilimo lazima tuongeze tija. Kinachotubabaisha sana kwenye kilimo hapa nchini ni tija ndogo. Kila zao ni tija ndogo. Tunazalisha kidogo sana kuliko ambavyo tungeweza kuzalisha. Sasa hivi msukumo mkubwa kwenye korosho ni kutafuta mashamba mapya, kuongeza miche, kwenda mikoa mipya. Kwa hiyo tumepeleka korosho paka Kibondo kule Kigoma. Hilo jambo zuri. Lakini sasa hivi wastani naambiwa na wataalamu wetu, mti mmoja wa korosho unazalisha kwa wastani wa kilo 10 kwenda chini hapa Mtwara. Lakini wataalamu wanatuambia mti mmoja unaweza kuzalisha paka kilo 30 kwenda juu. Kwa wakati tunaongeza miche, tusisahau muhimu wa kuhakikisha kwamba tunazalisha zaidi kwa mche mmoja. Kwa sababu tija, sisi wakati wote tunapigania bei nzuri kwa wakulima na tutafanya hivyo. Lakini tutakapoanza kwenda kuanzisha viwanda vya ndani hapa ili viwe na ushindani, tunahitaji mkulima aongeze mapato yake hata kama bei imepungua. Na namna pekee ya kufanya vile ni kwamba unapata kingi zaidi kwa juhudi unazozifanya, kiasi kwamba hata kama bei imeyumba, imeshuka, lakini bado mfukoni unapata zaidi. Na hili lazima tulifanye kwenye korosho, na ndio maana nimesema shughuli ya huduma ya ugani, bodi ya korosho inafanya vizuri, na tutasimama nayo tuongeze jitihada. Tunapeleka vitendea kazi kwa maafisa ugani, hasa kwenye mikoa ya vielelezo ambayo tulichagua ni Dodoma, Singida na Simiyu. Lakini bodi za mazao zinatusaidia sana sasa hivi kupeleka vitendea kazi vile vile. Kwa mfano, bodi ya pamba yenyewe itagawa pikipiki kwa maafisa ugani wote katika mikoa yote 17 katika yale maeneo ambayo yanalima pamba. Kwa hiyo sisi wakati wizara inachukua fedha kupeleka vitendea kazi kwa wale wakulima, wale wa maafisa ugani katika hii mikoa, bodi ya pamba itakuwa inatusaidia. Bodi ya chai itabidi tusaidie huko. Bodi ya tumbaku itusaidie, na vile vile bodi ya korosho tutaitaka itusaidie kwenda kuongeza vitendea kazi kwa ajili ya maafisa ugani, ili tupeleke utaalamu huu kwa wakulima waweze kulima vizuri na tuongeze tija katika uzalishaji. Sasa ili tuweze kufanya vile, kwa kweli bodi inahitaji iwe na uwezo mkubwa zaidi wa kifedha. Mnafahamu kwamba hapo katikati kulikuwa na kodi inaitwa, na bado ipo, inaitwa export levy, iko kwenye korosho. Ile ni kodi unachajiwa kwa kuuza nje korosho. Yaani unapouza nje unapigwa kodi kwa sababu umeuza. Hiyo kodi bado ipo. Hakuna zao jingine lina kodi ya zao kwamba ukiuza nje. Mimi natoka sehemu tunakulima kahawa. Sisi tukiuza kahawa haitozi kodi ya kuuza nje. Tunauza tu. Pamba, hakuna kodi export kwenye pamba. Kwa hiyo mkulima wa pamba anauza tu, hakuna kodi. Chai, hamna kodi. Hamna kodi ya kuuza nje. Sehemu nyingine ambayo ina kodi kama hiyo ni ngozi ghafi. Na kodi hii export levy iliwekwa kwa ajili ya kuendeleza zao na kuendeleza sekta nzima ya zao lile ya korosho, na vile vile kuendeleza uchakataji wa ngozi hapa nchini ili tusiendelee kuuza ngozi ghafi. Na iliwekwa kwa mujibu wa sheria. Sasa kulikuwa na changamoto wakati huo, hata sipo bungeni, changamoto iliyopelekea zile fedha zipelekwe mfuko mkuu. Hazikupelekwa mfuko mkuu ili zisije kwenye sekta hii, zisije zikaendeleza zao la korosho. Na majadiliano bungeni, sasa kwa sababu ya matumizi mabaya fedha hizi tunazivuta mfuko mkuu. Lakini sio mfuko mkuu ili zikakae kule, zikaendeleze kule kwenye kahawa, kule kwenye pamba, kwenye tumbaku, kwenye chai sawia na inavyoendesha eneo la korosho. Lazima fedha zile ziwe na upendeleo maalum kwa wakulima wa korosho. Lakini ili tulifanikishe hilo, nimeomba bodi ya korosho wakae, waweke mkakati, waeleze
tunahitaji zile fedha kufanyia nini na kuainisha matumizi yake vizuri. Na sisi kwa sababu kodi hii ipo kwenye korosho tu, hizo fedha lazima kama ilivyokuwa mwanzoni ile asilimia irudi kwa ajili ya kuendeleza zao la korosho. Kwa sababu ni ama korosho itozwe kodi hiyo ya export alafu hela zaidi ziendeleze korosho, ama isitozwe export levy. Kwa sababu ile kodi unapomtoza yule mfanyabiashara anauza nje, madhali anajua atakuja kutozwa kwa kila kilo, anaponunua anapunguza hela anayompa mkulima, anaipunguza kwa kujua kwamba kule lazima ataenda kulipia. Kwa hiyo anayebeba mzigo huu bado ni mkulima wa korosho. Kwa hiyo ama mazao yote tuweke export levy, ama wale wenye export levy inufaishe na serikali hii ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Haya mambo hayo na serikali yote kwa ujumla, kwa sababu hata mwanzoni ule mjadala ulivyokuwa bungeni ulisema sasa tunaondoa tu kule, lakini hizi hela zitengenezwe mkakati maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, narudia, tunaziondoa kwenye wakfu, kwenye ule mfuko, lakini tunarudisha zitengenezwe mkakati maalum ili ile sehemu ya kuendeleza zao la korosho iende. Ndio kauli iko bungeni kwenye Hansard. Kwa kazi yetu kutekeleza kwamba tutafanya hivyo, lakini tutashukuru Mheshimiwa General wetu kwamba mkakati utengenezwe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunarudi kuendeleza zao, hasa kwa sababu tunahitaji sana kuendeleza utafiti wa namna bora zaidi ya kulima korosho. Tunahitaji sana kuhakikisha kwamba tuna namna bora ya kugawa pembejeo. Tunahitaji sana kuhakikisha kwamba tunapeleka huduma ya ugani nzuri kwa wakulima wa korosho, na hiyo ndio ahadi ya serikali yetu kwa wakulima wote na wadau wote wa korosho. Kwa hiyo tufanye hiyo kazi, tushauriane, tuone tutakwenda kufanya nini. Kuna jambo jingine kubwa ambalo pamoja na yote hata tukiweza kuleta hizo hela ambazo lengo lake lilikuwa ni kuhakikisha kwamba korosho yetu tunachakata kabisa, tunauza kwa mlaji wa mwisho. Kwa sasa hivi korosho, sasa hivi kuna mapambano, unaambiwa bwana korosho maboksi yanafunguliwa jioni, yalale yafunguliwe kesho. Kwa basi hayo tunaenda online, vita makorosho, siasa za korosho ngumu. Basi tunabishania namna ya kuuza korosho kwenda kumuuzia huyu anaenda kuchakata huko, anachakata Asia, anauza Ulaya, anauza Marekani. Hatuwezi kuendelea hivyo. Na najua bodi mmejipanga na tutaongea mkakati tutakwendaje, tunachukua njia gani ya kuanza hatua hadi hatua kuhakikisha kwamba korosho yetu yote inachakatwa humu ndani ya nchi yetu, inazalisha ajira kwa watu wetu, alafu tunauza lile soko la mwisho. Sio mtu wakati aenda kachakata alafu akapeleka kule. Uzuri bodi mmeanza. Na nashukuru sana kutoa upendeleo maalum wa wenye viwanda hapa nchini, wa ununuzi wa korosho, ili kuwahimiza kuja kuwekeza katika korosho hiyo. Kwa hiyo hata mkiweka mpango wa namna ya kutumia fedha hizo za export, tuone ni mazingira gani tutatumia kujenga ili tuchakate korosho hii tuiuze kwa mlaji wa mwisho. Na huko mbele kuna mengi ya kuzungumza, mengine singependa kuyasema hapa sasa hivi. Lakini kwa hakika kizazi kijacho kitatuangalia sana. Hivi alivyofanya Mwalimu Nyerere jitihada zile wakati ule, kukopa Benki ya Dunia, kuleta vile viwanda ambavyo vilikufa, lakini tunalipa yale madeni. Sasa baadaye tutabweteka. Itakuwa ni haki kwa kizazi kijacho jamani. Na wabunge wenzangu mko hapa, sijui kama mnasumbuliwa kama mimi. Kila siku nafasi ya kazi kitangazwa, unapigiwa simu, mwanangu alimaliza chuo hajapata ajira, mwanangu alimaliza chuo hajapata ajira. Sisi tulime korosho hapa, alafu ajira tupeleke wapi? India au Vietnam? Hilo lazima lifike mwisho, lakini lifike mwisho kwa namna makini ambayo hayatamuumiza mkulima. Kwa hiyo mwenyekiti wetu tuliongea, na mimi nashukuru kwamba tayari mmejipanga kwamba mtatupa muda kwamba hatua gani zitachukuliwa moja baada ya jingine kuhakikisha kwamba hatimaye korosho yetu yote na ichakatu humu Mtwara, Lindi. Hamna haja kiwanda kiende huko wakati korosho inalimwa hapa. Kwa hilo nawashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmesema tutakwenda pamoja na tutalimaliza. Na namna ya kuuza, sasa hivi maelekezo yametoka haya, maboksi hayo ya bidding ya talala mpaka kesho yake. Kuna minong'ono, lakini kama nilivyosema na tunavyokubaliana na bodi, lengo letu hatimaye mkulima apate bei nzuri. Kwa hiyo tutafanya impact evaluation. Watakuja kuangalia ni utaratibu gani unalipa. Sasa hivi tuende na mtaratibu huu, ni upi ambao utahakikisha mkulima anapata bei nzuri zaidi. Lakini kuna mwingine ambao umepigwa vita. Waheshimiwa wabunge mtusaidie. Online betting. Sisi online auction, online. Mtu akae huko nje
anunue bila kuja hapa physically, hilo litapata resistance sana na tutasimama imara. Lazima tulifanye kwa sababu soko letu sasa bado liko limited. Players ni namba ni chache, ni wachache mno. Na sisi tuliosoma uchumi tunajua wakiwa wachache hata wangekuwa wanaenda msikitini kusali kila siku na makanisani kusali kila siku, utajenga cartel. Hata mimi ningekuwa fanya biashara yeyote, wakishakuwa wachache inakuwa hivyo. Iko kwenye principles of economics. EC 101 tulikuwa tunafundisha first year. Kwa hiyo tunalifahamu hilo, lazima tulitekeleze. Tunahitaji tuwe na wafanyabiashara wengi zaidi wanataka kununua korosho. Hasa najua litakuwa na resistance. Ilipokuja online imepigwa vita. Mimi nikiwa hapa kwa kweli tutalisimamia, tutakwenda kwa taratibu, na naomba wanasiasa wote tusimame pamoja. Kwa sababu hilo hatulifanyi kwa manufaa ya mtu mwingine, mkulima. Kama nilivyosema, si watumishi wa mkulima. Kwa hiyo sasa hivi twende na maboksi ya lale, na kesho yake tutaangalia tunavyokwenda, tutakuja kufanya tathmini tunakwendaje, lakini huko mbele tunakoenda lazima tutaleta utaratibu wa mtu akae popote duniani. Awe New Zealand, akae Alaska, akae Ireland, anaweka bond, anabid, ananunua, tupate ushindani wa kutosha, mkulima wetu apate bei nzuri zaidi. Kwa hiyo nawaombeni wadau. Hatufanyi kesho kwa sababu lazima tujipange. Lakini huo ndio mwelekeo. Nasikia yule bwana wa anaitwa nani yule? TMX. Anasema mimi Mtwara sikanyagi tena na Lindi. Navopigwa vita. Mimi nitakuja naye. Tutafanya evaluation. Lazima twende kwenye TMX huko mbele ya safari. Na nawaombeni wadau tena, tusifanye vitu ambavyo vitamkwamisha mkulima. Yaani bei haitakuwa nzuri. Na watakafanya hivyo nitawasema, sitamjali nani. Nitawasema. Sitawajua tu. Lakini wabunge wenzangu naomba mnisaidie kwenye hilo. Kwa sababu kweli tunakuwa na matatizo wakati mwingine. Stakabadhi ghalani imekuwa na changamoto sehemu nyingine. Na hivi tumesema tusimamishe baadhi ya maeneo kwa sababu ya changamoto. Lakini ninapofanya kazi nakafanya kazi vizuri sana. Nilienda mwenyewe Lindi, nimetembelea, watu wananiambia hata kuondoa hapa, ukitaka kuondoa hii hapa tutakupiga mishale. Wakulima wenyewe wananiambia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima tujenge mazingira mazuri ya kujenga soko ambalo lina ushindani ili mkulima aweze kufaidi. Na hilo tutakapolifanya, hatutalifanya kwa kurupuka. Kwenye online, mwenyekiti najua unamaliza muda wako, wallahi ningetamani uendelee lakini unamaliza basi tena. Lakini tusaidie kutushauri tunavyoenda mbele, tuhakikishe kwamba tunakwenda huko, kuhakikisha kwamba tunafanya biashara. Lazima tulete ushindani, mkulima wetu apate fedha. Na mkulima akipata fedha, atanunua safa zaidi, atatumia viuatilifu, atapalilia vizuri zaidi, tutaongeza uzalishaji, atabadilisha miti, kuhakikisha anaotesha miti mizuri zaidi, kilimo cha korosho kitarudi tena kama ambavyo amesema kaimu mkuu wa mkoa kwamba hii ni dhahabu ya kusini. Lakini lazima sisi tuilinde kama mboni ya jicho, lakini tutailinda wakati mwingine tutapigwa mishale huko. Tutapigwa mishale. Itakuja, Mheshimiwa Kuchika, itakuja. Lakini tutasimamia jambo hilo, tutakaa pamoja, tutashauriana, tuende mbele. Msimu acha tuende kwa utaratibu ambao tunao sasa hivi, lakini tutaweka utaratibu mzuri zaidi. Lingine ambalo umezungumza mkuu wa mkoa, na tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na makamu wake na waziri wetu mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwamba bandari ya Mtwara sasa ichangamke. Kwa sababu tunalo la kuuza, la kusafirisha nje. Kwa hakuna sababu ya bandari kutokufanya kazi. Nimeambiwa bandari sasa hivi inafanya kazi masaa 24 kwa ajili ya korosho. Sasa sisi kwenye kilimo tusipotoa kibali cha kusafirisha mazao haya masaa 24, sisi ndio tutakuwa kikwazo. Kama nilivyosema, vikwazo hivi wakati mwingine kwa wakulima ni vya kisera. Yaani tunaweza tukaweka sera ikakwaza. Sasa kwa hiyo sababu ya kuweka kizuizi masaa 24 ilikuwa nzuri na fahamika kwa ajili ya kulinda ubora na kadhalika, lakini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba bandari ya Mtwara inafanya kazi, tunabadilisha kanuni mara moja. Naomba nitangaze hapa kwamba sasa malori yasafirishe korosho 24 hours kupeleka kwenye bandari yetu, kuhakikisha kwamba haya maagizo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa kwa ufanisi, na kwa kweli haya ni matakwa ya wadau wetu wote mlioko hapa, tunafanya vizuri. Sasa nimeshaongea sana. Lakini kikao hiki nimealikwa kama mgeni. Sasa mgeni anaingia ndio anachukua ukumbi mzima anaongea. Mimi nawashukuru tena sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru sana kwa fursa hii ya kuongea na nyie. Natakia kikao chema. Nashukuru mtaniruhusu niendelee kukaa huku nisikize mazungumzo yanavyokwenda. Pale nitakapotaka kuzungumza nitaongea. Basi, si nimeambiwa nifungue kikao.
Basi natangaza kwamba kikao chetu kimefunguliwa rasmi. Asanteni sana.